nafasi tuweze kuliongelea hilo kwa sababu ni swala ambalo linagusa nchi kwa sababu yaliyotokea tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 yalikuwa ni matukio makubwa. Kulikuwa na tukio la uchaguzi, lakini kukawa na tukio la maandamano katika sehemu nyingi nchini na hivi kuulizia yanayoendelea kati ya serikali na kanisa Katoliki nchini au na baraza la maaskofu. Kadiri mlivyoona kwenye vyombo vya habari, ni halali yenu na ni vizuri, mmefanya vizuri kutafuta kujua tu kanisa limesema nini na serikali kuhusiana na hii hali. Kwanza kabisa nikiri kwamba maaskofu walianza kikao chao tarehe 11. Wamekuwa kwenye kikao na vya kamati na nini, lakini 13, 14 na 15 ndio wakatoa tafakari yao, ambao wameelezea yaliyogusa siku ya hiyo tarehe 29, lakini waliegemeza zaidi maaskofu katika kile ambacho kimeleta masikitiko na kimeharibu historia ya nchi yetu, hasa yaliyotokea mauaji ndio tulichokiongea. Sasa nikirudi kwenye mimi kukutana na waziri mkuu. Kwanza waziri mkuu tunatoka mkoa mmoja, alafu ana mahusiano mazuri sana na kanisa Katoliki tangu zamani tu, sio kwamba jana. Na aliponiomba niende nikamwone, nilijua tu ni ndugu yangu, kwa maana kwamba ni kiongozi wetu sasa, kiongozi mkubwa. Lakini kiongozi mkubwa haiondoi pia na ubinadamu unabaki, ujamii. Kwa hiyo nilienda pia kwa mazingira kwamba ni mtu tunafahamu, na akaniambia uje ofisini. Sijui kama na nyumba Dar es Salaam ni, kwa sababu mimi namjua yuko Dodoma alipokuwa waziri wa fedha. Basi akaniambia nimuone ofisini. Alinipigia yeye mwenyewe akiwa anataka nionane naye. Nikasema siwezi kukataa, ukiitwa na kiongozi wa serikali, ni kiongozi wetu. Ameshatangazwa, waziri mkuu ni kiongozi, na nchi inaendeshwa na serikali. Nchi inaendeshwa na serikali. Tunasema serikali ni mashine ya nchi, ni injini ya nchi. Nchi haiwezi kuendelea. Nchi unavyojua ni watu, mipaka na utawala wa watu wenyewe. Nchi, eneo lile lenye mipaka yake na watu wenyewe, na kule kujitawala kwa watu wenyewe. Basi hapo ndio tunasema hiyo ndio kinaunda nchi. Sasa serikali ni ile sasa injini yenyewe inayofanya nchi iwe hai na itambulike na ifanye shughuli zake. Kwa hiyo ukiitwa na kiongozi wa serikali lazima uitike. Nikaenda katika mazungumzo, tumeongea ukweli. Mazungumzo yalikuwa ni binafsi, hayakuwa mazungumzo ya kibaraza la maaskofu na serikali. Hapana, yalikuwa ni mazungumzo binafsi. Na mazungumzo binafsi ni wazi, tutagusa hapa na pale yaliyotokea tarehe 29. Sasa mtafanyaje? Sasa mna nini? Tunaongea tu kama kawaida. Ni masikitiko. Sasa tufanyeje? Tusaidianeje? Tunaambia sisi tunaendelea kuwasali, kuombea, lakini tamko maaskofu wametoa. Nadhani umeliona mheshimiwa. Kwa hiyo ndio ilikuwa mazungumzo yetu kwa maana hiyo kwamba, lakini hatukuenda kuongelea baraza linaongelea kitu gani, baraza linasemaje, hali hii tuifanyeje. Ni wazi baraza limeongea kwenye tafakari yake. Maaskofu wamekaa, maaskofu wote wamekaa, wametoa tafakari yao. Ndicho kilichofanyika. Nikamwambia ndio hicho ndicho kilicho pale. Kwa hivi kwa kifupi, kwa kweli ningesema nilikuwa ni kwenda kumuona tu kama alivyoniita, na yeye alipenda tu tuongee tu kama ndugu na nini, na wala wakati wa kuongea hakuwepo hata msaidizi wake yeyote, isipokuwa aliwaita tu wale kuja tukasema hem, tupige picha bwana. Tukasema kuna picha hiyo hapo tena ya Nyerere, tukae mbele juu ya kichwa cha Nyerere pa. Picha ya Nyerere pa. Ambaye na hiyo picha ya Nyerere haikutoka. Sasa waandishi wa habari nyinyi mlivyo wajanja, hata picha ya Nyerere haikutoka. Ikatoka tu mimi na yeye tu. Tena tunavyoshangilia, tunavyopongezana pale. Sasa ndugu yako akipata cheo bwana, si unafurahi kidogo? Kwa hivi kwa kifupi, kwa kweli hayakuwa mazungumzo ya kitaasisi, yalikuwa ni mazungumzo ya watu binafsi. Na mimi siwezi kwenda mahali bila kutumwa na maaskofu, na wala mimi siwezi kuwa msemaji
msemaji kadiri ya katiba ya Baraza la Maaskofu, msemaji mkuu anayetoa tamko kwamba tamko ni hili, anayetoa hilo ni rais wa Baraza la Maaskofu, ndio anayetoa. Wengine wote mpaka wakabidhiwe na yeye. Kwa hiyo hata ningeomba ruhusa kwa rais wa baraza, Mheshimiwa Baba Askofu, rais wa Baraza la Maaskofu, nimeitwa na waziri mkuu, ameniomba na niambia amekuletea barua, anasema ajenda ni nini. Hayo hayakuwepo. Kwa hivyo sikuenda kitaasisi, nilienda kama mimi. Hasa picha waandishi wa habari wamezitumiaje? Mimi hayo siyajui kwa kweli. Waziri mkuu kwenye hotuba yake kule kwa Arusha amesema serikali imeanza mazungumzo na taasisi za kidini, na akasema mazungumzo ya kirafiki. Hii kauli nadhani inaweza kuonyesha kwamba kuna kitu fulani ambacho ni cha rasmi. Ni wazi katika mazingira haya, ukisikiliza hotuba za viongozi sasa hivi unaona kabisa kuna wakuu wa wilaya, kuna mawaziri, kuna waziri mkuu mwenyewe, unaona anavyokusanya kulingana na mauaji yaliyotokea ambaye amesikitisha sana Watanzania. Kila mtu analia, yuko kwenye kilio. Mtu ambaye anapenda kumheshimu mwanadamu mwenzake, sababu Tanzania imejengwa katika imani kwenye utu wa mtu, na ndio maana sisi tunapendana Watanzania, kwa sababu tumejenga imani kwenye utu wa mtu. Sasa utu wa mtu uliguswa vibaya kwa makusudi. Watu waliuawa kwa makusudi, kwa kukusudia, sio kwamba waliuawa na tetemeko. Tumeona maafa watu na mlima Hanangi uliteremka lini? Wakati juzi ukaua watu, tulisikitika, tumefiwa. Ajali zinatokea za magari, ajali zinatokea za vyombo vya usafiri, watu wanakufa 60. Lakini haya ni mauaji yaliyofanyika, unasitisha uhai wa mtu kwa makusudi. Hicho ndio kimefanya nchi ikae kwenye kilio. Sasa hivi Watanzania wako kwenye kilio, na katika mtazamo ule wa kilio ni wazi viongozi wa serikali lazima wawafariji wananchi. Kinachoendelea ndio hicho, na sisi tuko katika hilo. Lakini katika hali hiyo ambapo watu wako kwenye kilio, wanajiuliza kifo kimesababishwa na nini? Sisi kwenye Kanisa Katoliki, maaskofu wetu wamesema kifo kimetokana na mauaji. Neno kutumia mauaji ni kuua kwa kukusudia, kuua kwa kupanga, ndicho kilichotokea. Na ukisikiliza hotuba zimetolewa za maaskofu kadhaa, kumbuka aliyetoa wa kwanza Askofu Waichi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam alitoa siku ile akasema kumetokea mauaji hata kwenye miji ya watu wamefuatwa, wanaenda kupigwa risasi ndani ya nyumba. Vijana wametokea kufuata, ulizia taarifa mbalimbali ziko bayana, wanafamilia ndugu zao wameuawa pale, wanaona sasa katika masikitiko kama haya, ni wazi serikali lazima ifariji watu, na wanachofanya ndio wanafanya hicho kiongozi, na wanawasikiliza vijana. Nadhani mnakumbuka kwenye vyombo vya habari ametokea kijana mmoja anaongea mbele ya mkuu wa mkoa wa Njombe. Kijana ameongea ukweli mzuri kabisa pale. Lakini hata sasa hivi kuna waziri mmoja anazunguka huko kusikiliza. Waziri mkuu mwenyewe anapozunguka anasikiliza. Kwa hiyo ona ni namna ya kusikiliza ukweli na kufariji. Na sisi kama kanisa, kazi yetu pia ni kufariji. Lakini tunachosikitika mpaka sasa, na wanachosikitika Watanzania mpaka sasa, wanachoumia Watanzania mpaka sasa, kinyume na mila na desturi za makabila yote ya Tanzania mpaka sasa, ni kuto kukiri ukweli kwamba waliouawa wameuawa na nani, na kama aliyeua hafahamiki, ilikuwaje vyombo vinavyozuia mauaji visifanikiwe kuzuia mauaji?
Ndio kinachosikitika. Ndio maana kwenye tafakari ya maaskofu iko very clear kwamba wajibike wenyewe waliohusika na uwaji, wawajibike, na kama hawajibiki wawajibishwe. Serikali inapaswa kujua ina vyombo vya kulinda uhai wa Mtanzania kwa mujibu wa ibara ya 14 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maaskofu wameinukuu pale ambapo serikali imesema kila binadamu ndani ya nchi hii, kila raia wa nchi hii, kila mwananchi wa nchi hii ana haki ya uhai wake na kupata hifadhi ya uhai wake ndani ya nchi hii. Tarehe 29 haikuwa hivi kwa waliouawa, na mpaka sasa watu wako kwenye hofu. Watu wanaishi kwa hofu sana sasa hivi Tanzania. Watu wako kwenye hofu. Sasa kuto kukiri ukweli kwamba watu wameuawa na nani ni kosa moja kubwa sana, na Watanzania hawatasamehe hilo kosa. Niwaambie ukweli, Watanzania hawatasamehe hilo kosa, kuto kukiri. Tutawanyamazisha, tutafanya tunachofanya, tutawaendelea kuwaua wanaongea, lakini Watanzania hawatasamehe. Lazima ukiri. Sisi Wakristo tunaofuata dini ya Kikristo ambayo inatumia Biblia takatifu, Agano la Kale na Agano Jipya, Mungu hamsamehe mtu bila kukiri. Lazima ukiri mbele ya Mungu, sio kukiri mbele ya watu, mbele ya Mungu, na sio kufanya usanii, ni mbele ya Mungu unakiri. Na katika kukiri ni kukubaliana na ukweli kwamba watu waliuawa kwa makusudi. Ndio maana tunasema kukiri. Mpaka sasa hakuna mamlaka za juu zilichofanya, hawajafanya hayo maamuzi, ile falsafa ya ubaguzi wa Afrika Kusini ilikuwa ni kosa baya. Walikiri na ndio wakafika mahali. Baada ya kukiri ndio inafika mahali kusamehewa na kusameheana. Sasa wewe Tanzania sasa hivi tunaongea tu, una taarifa za vitu vingi vilivyopotea, vitu vilivyoharibika, lakini uhai unaonekana unazidiwa na vitu. Uhai wa mwanadamu hauna thamani kuliko vitu vya umiliki viko kwenye ibara ya 20 huko, 20 ngapi huko kwenda chini huko, kwamba kila mtu ana haki ana haki na wajibu sio na nini, lakini haki ya uhai ni kati ya vitu namba moja vya mwanzo kabisa unapoweka kwenye ibara ya 14. Haki za binadamu zinapoanza kwenye ibara ya 12, ibara ya 13, ibara ya 14, pale ndio inakuja ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo uhai namba moja. Wewe unapoanza kuongelea vitu bila kuongelea uhai wa Mtanzania, Tanzania hii watu wanajali uhai kuliko kitu kingine chochote. Na tukumbuke ndugu zangu, haya yote tumejilea vibaya kutokana na yaliyofanywa ndani ya miaka 2-3 iliyopita juu ya kuteka na kupoteza watu. Watu wanaongea, wanalalamika, hawasikilizwi. Na unaotekwa watu wamepoteza ndugu zao, zaidi ya watu wamepotea karibu sijui wangapi, vyombo vya habari vinavyoongea hivyo. Hawasikilizwi. Sasa uhai uko hatarini, Kwa hiyo yaliyotokea tarehe 29 ilikuwa ni ishara ya nchi yetu imefika wapi, iko wapi, na tusipokiri hatuwezi kusamehewa. Na anayesamehe hapa ni mwananchi Mtanzania, sio mtu mwingine. Wanaosamehe ni wananchi wa Tanzania. Anayepaswa kuomba msamaha ni mwananchi Mtanzania. Huyu mnyonge ambaye unadhani ana maana, huyo usipomuomba msamaha itakugharimu tu, maisha yote itakugharimu. Hata kama ni miaka 100 ijayo itatugharimu tu. So mtu kama anakaa na kinyongo, ana mahuzuni, ni kama Mungu usipomuomba msamaha katika kumkosea, utaenda motoni tu, utakaa uishi na yeye milele, utakaa ambako yeye hayupo, na huko ndio watu wanaita motoni. Na hii ni hivi, mwananchi usipomuomba msamaha hawezi kukusamehe. Basi ningependa kueleza hivyo kidogo kuhusu hilo la nani. Kwa hiyo na katika maongezi ya sisi na serikali, kama tutatokea hayo, ndio mambo ambayo tunaongea sisi, na hatutabadilisha sentensi. Tamko letu tafakari ya maaskofu ya tarehe 15 inabaki hivyo ilivyo, na ibara zake zote kama unavyoziona hapo, zote hizo zinabaki pale. Na tunawahimiza Watanzania waelewe, hata kama tutaongea na serikali, hatutatoka nje ya tafakari iliyofanywa na maaskofu, na wameanza na kulaani mauaji.
Baada ya kulaani mauaji, wanakuja na neno la pole. Baada ya pale wanasema kwa nini mauaji na kwa nini maandamano yalitokea. Wameeleza pale watu kutekwa, nchi kukosa demokrasia, uchaguzi sasa hivi Tanzania hauna maana yoyote. Hakuna haja kuwa na uchaguzi Tanzania kwanza, kwa sababu ukienda yupo atakayepita kwa 99%. Kwa taarifa yenu, mwaka jana 2024 Februari, mabalozi wa nchi za nje waliahidiwa na serikali ya Tanzania kwamba uchaguzi utakuwa huru na wa haki. Uchaguzi wa serikali za mitaa. Wananchi wote Aprili tukaahidiwa hivyo hivyo, wananchi muwe na amani, uchaguzi utakuwa huru na wa haki. Lakini uchaguzi hukuwa wa haki. Tarehe 27 Novemba tumeona madudu ambayo hajawahi kutokea nchi hii tangu nchi ianze kuwepo. Tangu enzi za kina Mkwawa mpaka juzi haijawahi kutokea. 99% wenye viti wa vitongoji. Si mila na desturi zetu. Kila kabila ilikuwa na namna kumchagua kiongozi wa ukoo, kiongozi wa, na kulikuwa na mfumo. Hiyo mifumo haiheshimiki tena. Unaambiwa mwenyekiti wenu atakuwa huyu sio huyu. Mnapiga kura unaambiwa huyu sio huyu. Watanzania wanalalamika. Tukasema haya kwa vijana hata ufanyeje, na vijana wajifunza kwa vijana wenzao. Afu dunia sasa hivi, dunia inashirikishana maarifa na vijana. Vijana sasa hivi wako wameungana dunia nzima kutokana na namna habari na maarifa yanavyoenea duniani. Wameungana dunia nzima. Kwa hiyo wanajua nchi zingine wanafanyaje, nchi nyingine wanafanyaje, huku na huku wanafanyaje. Vijana wanajifunza. Na dunia ya karne ya 21 inaitwa knowledge society, knowledge driven society. Una maarifa, una nguvu ya kutawala, ya kujitegemea, ya kuwa nchi tajiri. Ni maarifa. Teknolojia ni maarifa. Kwa hivi ni vizuri pia tukaelewa muktadha huo, kwamba mwananchi huyu wa sasa anapopaswa kuomba radhi, anaishi kwenye jumuiya ambayo pia ameunganika na dunia nzima kwa wakati ule ule. Sasa yameshatokea, na baada ya kutokea kwa kweli tumeziona hatua kadhaa za serikali, kuanzia kiongozi mkuu wa nchi kwa maana ya rais na wasaidizi wake. Je, hatua hizi ambazo tunaona serikali nzima kuanzia kwa rais inazichukua, unadhani zitatusaidia kuepuka kutokutenda haya tena yaliyotendeka? Ni kweli kuna jitihada baadhi ungeweza kusema zinaelekea kuonesha tusirudi tena kwenye hali hii iliyotokea tarehe 29. Lakini hebu angalia nchi yetu ambavyo imekuwa ni waongo, tumekuwa waongo. Tumedanganya watu uchaguzi utakuwa wa haki, haijawa. Tumedanganya wananchi si watu wataacha kutekwa, wanaendelea kutekwa. Sisi juzi tarehe 26 ametekwa binti moja kule Mwanza. Hatujui mpaka sasa, hatujapewa taarifa alitekwa na nani. Tumetoa taarifa polisi, ni binti wa shirika la utawa, walikuwa wanamtafuta sister mwenye shela, wakamkoza, wakamchukua yule binti, kaja kumtupa pale tarehe 26 wiki iliyopita. Sasa tunaposema jitihada zinafanyika, lazima ziendane na matendo. Sio swala la kuongea, ni swala la kutenda. Na Watanzania walishazoea kuona kiongozi anaahidi na anatenda. Ndicho Watanzania walichozoea. Unapoahidi usipotenda, Watanzania hawatakuamini na hawatakufuata. Watanzania hawapendi. Ndio unasikia neno pekee linalotumika duniani, ni nchi pekee inayotumia neno kiongozi unaitwa msanii. Msanii maana yake nini? Mwigizaji. Huwezi kukuta nchi zingine wanaita viongozi wao wasanii. Tanzania tu ndio wanatumia msanii huyo, achana msanii, yani muongo mjanja hivi. Inatumika Tanzania. Kama iko nchi nyingine mimi sijui nyinyi ambieni. Sasa hizo jitihada ambazo unazisema bila kukiri hazina maana yoyote. Jitihada hizi kwa mfano imeundwa tume ikija na findings kaonyesha kwamba kweli
kuna mahali labda serikali au vyombo vya usalama vilikosea, si ndio kukiri sasa tunakuja baada ya kuwa tumeshapata nini kilitokea? Kwa sababu tume iliyoundwa kwa sasa, hata rais mwenyewe amesema hajui kwa nini haya yalitokea. Sasa kama kiongozi wa nchi ambaye ndio mwisho wa siku ndio tumempa mamlaka ya kuhakikisha anatulinda, anawezaje kukiri kabla kwanza ya kuambiwa kweli nini kilitokea? Kwa nini usidhani kwamba hii tume iliyoundwa ikishaleta matokeo sasa ndio hapo tunapata tunakuwa viongozi au watu wote wanaweza kusema okay fine, kumbe tulikosea hapa, samahani, ifuatie. Sasa tunaongelea mauaji wakati wa maandamano. Watu walipigwa risasi mchana kweupe wakiwa wanaandamana. Watu wamefuatwa kwenda kuuawa kwenye miji yao mchana kweupe na usiku. Sasa hilo tusubiri tume ichunguze ndio ije tuambie. Kukiri kwamba kuna mauaji yametokea, kukiri ukweli, tunaita truth admission, to admit the truth. Ukweli uko wazi kwa kila. Hivi unadhani Watanzania milioni 70 ni wajinga hivi kwamba hawajui chochote kilichotokea? Ni kukosa unyenyekevu bali. Na ukweli wewe naendana na unyenyekevu. Jamani, ndio maana rais akiwa anazindua bunge alisema tusimame tuwaombee waliofariki. Uko sio kukiri. Hapana, lazima litamkwe. Kukiri ni kutamka. Kukiri ni kutamka. Lazima utamke. Kuna watu waliuawa. Mabunge yamezinduliwa mengi. Na kila yanapozinduliwa mabunge huwa kulitokea ajali, watu wamefariki. Kuna tokea ukienda mochwari mbalimbali, kuna huwa tunawaombea marehemu waliofariki kabla ya bunge ili kuzinduliwa. Hii tulikuwa tunawaombea kwa sababu sasa kukiri ni kutamka. Iwepo sentensi ya kuongea. Amesema askari wengi wamekufa. Askari wengi wakufa, ametaja pia kuna vijana wengi wamekufa. Wangapi? Kukiri ukweli ni kusema maaskari namba fulani, raia namba fulani. Kama walivyosema kwenye nini, vitu gani? Vitu 600 hivyo walitaja namba gani sijui. Vitu magari, pikipiki, si mabaiskeli, si vitu gani? Vituo vya mabasi, si 600. Hiyo unajua, ila uhai wa mtu ndio hujua wamekufa wangapi. Kutaja idadi haiongezei hasira ya watu. Kutaja idadi watu wangapi haiongezei hasira ya watu. Watanzania wanajua ndugu zao wamekufa wangapi. Kila mtaa unajua wamezika watu wangapi. Kila kitongoji unajua wamezika watu wangapi. Kila kijiji unajua watu wamezika watu wangapi waliokufa. Wengine wamefia Dar es Salaam wanaenda kuzikwa Moshi, wapi? Wamefia Arusha wanaenda kuzikwa Singida, Mbeya huko. Wengine ndugu zao wameambiwa wamekufa, maiti hazionekani. Lakini hapa tuache na idadi na nini. Kitu cha kwanza ambacho Watanzania tusitoke kwenye ukweli, tukiri kwamba watu waliuawa. Na nani waliuawa? Na nani aliyetumia risasi? Risasi, silaha za moto zilitumika kuwaua hawa. Mikoa mingi, mikoa mikubwa iliyopata madhara makubwa na wilaya ambazo zimepata madhara makubwa inafahamika. Na waliuawa kwa mtindo upi? Risasi zile zimepiga sehemu gani za mwili? Watanzania wamezika, wameona miili ya ndugu zao. Sisi tunamiliki mahospitali hapa Ukonga, hapa Kadino Rugambwa. Askari anaenda pale anawaambia sisi usiwatibu hawa tunataka tuwaone kwenye mochwari, usiwatibu, walikuwa wanaleta vurugu. Mtu ameenda ameumia, amepigwa risasi, lazima tumtibu. Alafu baadaye sheria uzuri zaidi, sheria zinaruhusu hata kama ana ile mnaita nini PF3 tunaruhusu kumtibu. Alafu baadaye ndio tunahakikisha kwamba tunatoa taarifa polisi, mtu huyu hapa alikuja na amepigwa risasi, hatujui nani amempiga, lakini tumeona tuokoe maisha yake. Sababu kitu cha kwanza kuokoa maisha, ambayo sheria imekuja nzuri sana. Unaokoa maisha, afu baadaye mengine yatafuata mkondo wake. Na tulikataa, ilibidi sisi apige simu mpaka kwa askofu mmiliki wa hiyo hospitali jimbo kula Dar es Salaam. Akaambiwa watibu, siwaachie. Wengine tu walikuwa wameumizwa zaidi. Mama mmoja amepigwa risasi kwenye tumbo.
asubuhi amepigwa risasi kwenye tumbo. Siku ya pili tunaongelea, sio siku ya 29. Sasa yametokea, si tuna hospitali, maiti tumezipokea. Sasa unaposema tusikiri, tukiri, watu wameuawa kwa kupigwa risasi za moto. Hatuiongelea waliokatwa mapanga, sijui kama na wenyewe hapa tujui. Ndio polisi watatuambia sasa. Labda hiyo tume ndio itasema. Nimesema risasi tu, lakini zipo walikatwa panga au hapo walifanya nini? Kwa hiyo hakuna swala kusema tusubiri tume. Kukiri ukweli haihitaji. Kwanza kuunda tume ni ishara kwamba ukweli fulani unafahamika, ila hutaki kutajwa. Na Watanzania hawa milioni 70 wanataka kusikia neno watu wameuawa. Tunakiri kutokea mauaji ya kutumia silaha za moto, kutumia risasi. Ni nani? Ndio hiyo tumeje tuambie. Sababu huenda kuna watu walivaa yale mavazi, huenda hawakuwa walioua, huenda hawakuwa polisi au kwa sijui nani Sasa sisi hiyo tusiingilie sana, lakini walau kukiri watu waliuawa kwa kutumia risasi za moto. Na anayelinda uhai ni nani? Watu wameapa, rais ameapa kulinda katiba ya nchi, na moja katika kulinda ni uhai. Ibara ya 14 ameapa kuilinda. Sasa inapotokea watu wanani, lazima akili, jamani, niliahidi kuwalindia uhai na niliahidi kuwalindia uhai kwa kutumia chombo hiki. Nasikitika kuambia kwamba tarehe 29 na hizi tarehe zingine kumetokea watu wameuawa kwa kutumia risasi. Akitamka hivyo, hata mambo mengine watu wanaweza kusema sasa tuko kama binadamu, tuongee sasa. Ukweli ndio huu, hebu tukae tu tafakari ukweli, tuendeje mbele. Mimi napenda kuweka hivyo. Na maaskofu wetu wameongea kwenye hilo hapo. Katika kuipeleka sasa faraja kwa wananchi, ukijaribu kuangalia namna yako ya mazungumzo sasa hivi, na kama mtu ambaye umetoka kuonana na waziri mkuu hivi karibuni, inaonekana mnapishana pakubwa. Mfano, jana waziri mkuu ameelezea kijana aliyepewa zaidi ya karibia bilioni 5 ni kama ni motivation ya kuendelea kutengeneza hiki kinachoonekana kama machafuko nchini Tanzania. Lakini ukimwangalia pia waziri mkuu, kama ukimfuatilia kwa undani, utagundua kwamba hakiri tofauti na hapa anaendelea kuonyesha ni namna gani ambapo vijana wamehamasishwa kutenda yale yaliyotendwa. Wewe kama baba wa kiroho, ninatamani utupe tathmini yako fupi. Ni nini ambacho kilitokea? Vijana wameshawishiwa kwa kulipwa fedha kama inavyosemekana kupitia kile cha waziri mkuu, ama kuna motivation nyingine? Nashukuru kwa hilo swali. Niseme kitu kimoja. Kusema vijana wamenunuliwa ili kuandamana si sahihi. Wamehamasishwaje, hiyo ni ajenda nyingine. Kwa sababu huwezi kukataa kwamba wamehamasishwa. Kwanza kuandamana tarehe 29 maana yake kuna mtu amehamasisha, si ndio? Wamehamasishwaje kuingia barabarani mikoa zaidi ya 5, mazingira ya wilaya vile vile. Unachukua wilaya ya Tunduma ambapo kumetokea mauaji makubwa, lakini ukienda huko unaambiwa maiti ziko sijui 8 sijui 2, Tarime, Katoro, Kahama, huko nakotaja kumetokea mauaji makubwa. Kulitokea maandamano kwingine, na kuna mikoa ambayo haikutokea maandamano pia, lakini mikoa unataja Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya, na Geita unapotaja mikoa, lakini wilaya ndio hizo unazoziona hizo zimetokea. Na huko kumetokea mauaji ya watu mamia. Hatuongelei watu wameuawa 2 watatu. Hatujataja Dodoma. Dodoma kumetokea mauaji nadhani watu 4 wangapi tu. Lakini mauaji makubwa kiasi hiki, useme mtu amehongwa aandae maandamano. Vijana si wajinga kiasi hicho. Hizo hela zinazotajwa ziligawanywa kwa mtindo upi kwa vijana wote wale walikuwa wameandamana? Na wale waliouawa kwenye majumba na wenyewe waligawiwa hela. Kama walikuwepo labda hiyo. Lakini tusikatae ukweli kwamba vijana waliandamana kwa sababu gani. Wanasema sababu ya kwanza, ukiwauliza vijana hata sasa hivi, hata nyinyi mlivyo huko hapo waandishi wa habari, hatuko salama. Watu wanatekwa, watu wanapotezwa, watu wanauawa. Ni zoezi lina zaidi ya miaka 2 sasa hivi hilo linaendelea. Vijana wamechoka kuvumilia.
demokrasia haina maana tena kufanya uchaguzi, kwa sababu utagombea wakala hatapitishwa. Na sisi tulifanya kikao hapa tukawashauri serikali tarehe 30 mwezi wa 4 usiku wake ambapo waliamua kuniua mimi, ndio tulipitisha yale maazimio, na uzuri yamekabidhiwa pia serikalini mwezi wa 8 tarehe 27 tuliyakabidhi pia, pamoja kwamba ilikuwa tuyakabidhi wasi, nilipofuata wakataka kuniua, Mungu bariki nikapona kidogo, basi najua naweza nikauawa leo baada ya taarifa hii pia. Sasa tulisema haya yasipozingatiwa nchi haitakaa salama, tunaelekea pabaya. Jambo TV huyu hapa amearipoti, nendeni kwenye klipu ninapomwambia tunaelekea pabaya, nchi inaharibika. Fuateni hizo klipu ziko hapo, tuliongea tunaelekea, taifa linaelekea pabaya, tulishaona. Lakini kupuuza viongozi wa dini ni hatari sana, kwa sababu viongozi wa dini hawana maslahi binafsi kwenye taarifa zinazohusu uhai wa mtu. Tunapogusa uhai wa mtu hatuko na maslahi binafsi, tunaangalia uhai wa mtu aliyoko na yule ajaye. Kwa hivi kusema watu wamenunuliwa na nini si kweli. Kuna matatizo yanayoendelea ya msingi ya nchi ambayo hayajashughulikiwa. Watu wanatekwa, watu wanapotezwa, watu wanauawa. Kuna watu zaidi ya 80 kitu, taarifa ambazo tumeziona za TLS na taarifa zingine Legal and Human Rights Center, na wena namba inaongezeka. Angalia utekaji uliokuwa umeanza kuzuia maandamano ya tarehe 29. Ulikuwa utekaji, tunashukuru baadhi yao wamepatikana, wengine hawapatikani mpaka sasa. Ukiuliza wanaambia hatujui alitekwa na nani. Lakini nani aliyeweka ahadi ya kulinda watu nchi hii? Na wanaoteka wanakuja na magari, matajiri hao wanateka maskini hao, wana shida gani? Alafu vijana wamejenga uwezo kutokana na elimu nzuri ya Tanzania, elimu ya sekondari. Vijana wameshajenga uwezo wa kuhoji vitu. Elimu ya sekondari hii tunaotoa ya kata, tuna sekondari zaidi ya 7,000 nchi hii. Nafasi zaidi ya 1,000,000 watoto kuingia form 1 kwa mwaka nchi hii. Sasa kila mwaka unazalisha watoto wanaofikiri vizuri, wanaomaliza form 4. Unategemea tu uwaburuze tu bila kuhoji? Haipo. Watahoji, nchi ni yao, watahoji. Kitu kama hakiko sawa, watasema kwa nini tunatekwa? Kwa nini tunapotezwa? Kwa nini watu wanapatikana wameuawa kinyama? Kuna mauaji baba yanafanyika ya kinyama mpaka ukiona unasikitika. Kwa nini watu wanashambuliwa? Nikupe mfano moja. Mwanza pale, Nyegezi pale, kona, kijiweni huko. Kijana mmoja anatokea anampongeza nani? Yule mwanajeshi aliyoongea kwenye TV alikuwa anaitwa nani? Temtesha. Kijana anasema nchi hii bwana, mtu wa maana ni Tesha. Kijana mdogo sana. Yeye si hero. Kama anavyomuona Maradona au sijui mchezaji gani siku hizi maarufu siku hizi. Anaona Samata bwana, wewe ndio mwana mchezo mzuri bwana. Kijana anampongeza. Yule kijana kesho yake kijana akakuta ameuawa. Lakini alikuwa anatamba, ni mtoto mdogo, wala tuseme ni labda ni rika la vijana ambao wako sekondari. Sio namuua mtoto kama yule kwa kumpongeza Tesha. Sasa kama amekosea, peleke basi mahabusu na nini, ndio tulivyozoea. Mtu anakuja sheria anapelekwa mahabusu. Kwa hivi tungesema kwamba kuna matatizo ya msingi hayajashughulikiwa, yamelundikana, na tumeamua kuacha kusimama kwenye ukweli. Watu wanatekwa, hakuna solution. Na inaonekana kuna chombo chenye nguvu kubwa kuliko majeshi, kuliko polisi wetu wanaoteka. Polisi wetu wanaopaswa kuzuia watekaji. Wale watekaji wanaitwa wasiojulikana. Sasa vijana wanapoona kuna chombo ambacho kina nguvu kuliko polisi, kwa nini wasilalamiki? Kwa nini wasidai? Demokrasia, hakuna kuchagua kiongozi unayemtaka. Leo ile unawekewa kiongozi. Upendo zipenda, huyu ndiye atakuwa kiongozi wako. Na kura atapata. Mimi nimeona mbunge mmoja amepata 99% za kura. Haijawahi kutokea Tanzania. Mbunge kupata kura 99% haipo. Ya wapiga kura wote wa eneo lake 99% wote waliokuwa wanapaswa kupiga kura amezipata zote jimbo zima 99. Sasa unajiuliza jamani, tuelekea wapi? Kwa maneno yako hayo na kwa kauli za serikali, maana yake ni kwamba serikali inazungumza vitu ambavyo vimesababisha haya yametokea. Wewe unaona kabisa hivyo vitu havihusiki kabisa. Unaona kuna mwafaka?
Mimi sijasema havihusiki. Tathmini ya maaskofu wetu iko clear. Wameweka sababu kubwa 3 kwa nini maandamano yalitokea. Na maandamano wamesema si uhalifu. Na kusema waandike, Watanzania wameandika mioyoni mwao. Wanatekwa. Wameshadai mara ngapi hatutaki utekaji. Na wewe ukipeleka ombi hilo kwa serikali ambayo hawana mahali pa kukimbilia, kuna hoja wameweka pale, mihimili haifanyi kazi. Vyombo vya habari havifanyi kazi nchi hii. Ndio maana vijana wana taarifa zao kwenye social media tu. Vyombo vya habari ingekuwa vinafanya kazi, wangehoji vijana wakaeleza, kama tulivyoona ilivyotokea. Waziri Mkuu juzi aliongea na vyombo vya habari. Ndio baada ya miaka kama 4 sasa hivi ndio nasikia waandishi wa habari wanauliza maswali ambayo unaona yanagusa maswala yanayohusu watu wa nchi hii. Maswali yaliyoulizwa yale na waandishi wa habari alipokutana Waziri Mkuu na waandishi wa habari. Hayo ndio yalikuwa maswali ya waandishi wa habari ambayo Tanzania waliyazoea. Lakini sasa hivi hakuna chombo kinachoweza kuandika juu ya maswali hayo. Wameuliza, lakini tafuta gazeti, TV iliyoelezea. Waziri Mkuu amejibu hivi, lakini sisi tunajua ni hiki na hiki. Hakuna, hiyo haipo. Sasa unategemea vijana watakimbilia wapi? Sasa unaponiambia kwamba serikali na nyinyi mnaongea hivi, kanisa mnaongea hivi, serikali inaongea hivi. Hapana, mimi nadhani wenyewe wana namna yao. Sisi tunasimama kwenye ukweli baba. Kanisa linasimama kwenye ukweli. Watu wanapotea, watu wanatekwa. Tulitegemea kusema kuanzia leo, rais aliwahi kusema wakati fulani kulitokea tatizo la polisi Mtwara. Rais akasema huwezi wewe kuwa polisi umefanya hivi alafu ujichunguze mwenyewe. Alisema rais. Sasa kwa nini hiyo sentensi siongelewe leo na tusione hiyo? Unaposema mfano uchunguzi ufanyike, serikali imeweka tume tusubiri, utajichunguzaje kama kazi yako ni kulinda? Na watu wameuawa, si umeshindwa kuwalinda? Sasa kama umeshindwa kuwalinda, aje mtu kutoka nje tujue ni wewe uliyeshindwa kuwalinda au kuna mwingine aliyesababisha ushindwe kuwalinda. Serikali kupitia Waziri Mkuu imesema yale hayakuwa maandamano, yalikuwa ni maandamano. Vandalism, maandamano hawezi kwenda kuchukua vituo vya mafuta, kufanya fujo. Yaani yeye anachosema ilikuwa ni total vandalism. Na nakiri na kukubali kwamba kulikuwa na vandalism na kulikuwa na distraction, yaani kulikuwa na uharibifu wa mali. Sijakataa. Kama walivyokiri kwenye hicho, wakiri pia kulikuwa na mauaji. Lakini maandamano yalikuwepo kwa sababu vijana walishasikia neno kutakuwa na maandamano tarehe 29. Na ndio maana nchi nzima vyombo vya ulinzi vilijipanga kusimamia hicho. Taarifa labda haikupita kama tunavyojua, ukitaka kuandamana lazima lakini kama watu hawana pa kukimbilia, hawana imani na vyombo vya kuwasikiliza, waende kwa nani? Lazima ujiulize kitu hicho pia. Na hiki sio kitu kipya. Social media hizi naita nini? Mitandao ya kijamii ndio inaongoza dunia. Mwaka 2011 ilitokea Tunisia, baadaye ikatokea Misri, baadaye ikatokea Sudani ya Khartoum, baadaye ikatokea Kenya, baadaye imetokea Bangladesh, baadaye imetokea Madagascar, baadaye imetokea Nepal. Sasa unadhani Tanzania ni kisiwa baba? Wanaweza wasiombe kwa kutangaza kwenye redio, kwenye TV, lakini wana namna yao ya mawasiliano. Sasa dunia ya leo inaendeshwa kwa namna ambapo ukweli unapaswa kutawala. Tunapokwepa ukweli, kama tunavyoambiwa na viongozi wetu wa dini, ndipo tunapojitafutia matatizo. Sasa baba, tutazame haya yote ikianzia hapo Mtwara, kwamba rais aliunda tume nyingine kwa ajili ya kuchunguza yale mauaji, lakini nitazungumzia pia wewe mwenyewe ni mhanga, ulipigwa, ambayo nilishambuliwa, ilikuwa lengo la kuniua. Lakini tumeliona kanisa pia limeshambuliwa kwa namna ya kipekee. Tunaweza tukamzungumzia Baba Nikata kule Songea. Ni kama hizi tume zinazoundwa kazi yake inayofanyika hairudi kwa jamii, tukaona nini ambacho kimetokea. Na sasa tunazungumza neno maridhiano, na kama nimekusikia vizuri umesema hata ikitokea kanisa likizungumza na serikali, mnafikiri mna nini kipya cha kwenda kufanya ili walau haya yanayotengenezwa kama tume za kuchunguza haya
yaweze kufanya kazi na ionekane kwa jamii imefanyika? Kanisa kazi yake ni kufundisha ukweli wa kumsaidia mwanadamu apate ustawi wa maisha yake ya kimwili na ya kiroho. Ukweli. Kwa hiyo sisi tutaendelea kueleza ukweli. Sisi wenyewe ni wahanga kama kanisa. Sasa hivi uko mkakati wa kuteka. Nimekwambia tangu Agosti tulishapewa warning. Nadhani hata juzi mliona warning, rais wa baraza akae makini, anawindwa, atapotezwa, atafanywa nini. Ilitokea juzi kwenye social media. Hatupuzi. Hata mimi maamuzi haya yalifanywa Novemba niuawe, nikapelekewa taarifa Disemba, nikaja kushughulikiwa Aprili, na wenda inaendelea. Lakini sio hiyo, tumetekwa padri Mafinga. Unasikia wanasema huyu padri ana matatizo haya, baadaye nageuka padri alijiteka. Lakini padri ametoka benki, ameingia kwenye gari, baadaye ameingia kwenye gari na watu wengine wakaingia kwenye gari, yakaendelea aliyoendelea, baadaye yuko mahabusu. Padri Nikata wa pili tarehe 26 juzi, Jumatano iliyopita, mtakaji mwanafunzi wa utawa wa usista ametekwa Mwanza. Tunavyoongea sasa hivi, juzi Jumatano tarehe 26, juzi, leo tarehe 1, siku 4 zilizopita. Sasa tunapoongea vitu kama hivi, kusema kwamba labda serikali imeweka mikakati ya kukomesha hili na kanisa, mnadhani sisi kazi yetu tusikilizwe tusisikilizwe, tutaongea, ila yasipofanyiwa kazi, nyinyi wananchi mtajua, wala viongozi wetu wa kiroho walitutahadharisha. Na sisi tunaamini kwenye mazungumzano, na mazungumzano yanaanza na ukweli. Bila ukweli hakuna mazungumzano, hakuna hapo. Viongozi wa dini au yani mtu ambaye ana roho nzuri, hata nyinyi hapa, mtu mwenye roho nzuri hamwezi kuongea kitu cha maana kwa kudanganyana. Lazima base kwenye ukweli. Bila ukweli hamwezi kuongea kitu cha maana, na sio kuwahiana kusema mimi nitamtriki, nitunge swali nidhani nitamtisha, nitafanya hivi. Hapana. Sisi hata ukitutisha, hiki kinachofanyika kwenye kanisa Katoliki, tuna uzoefu wa kuishi na serikali za aina zote duniani. Alikuja Mkatoliki mwenzetu mmoja anaitwa Adolf Hitler. Alianzisha kikosi chake cha wasiojulikana kilichoa kinaitwa Gestapo. Kwa miaka 12 amelitesa kanisa na kuwaua mapadri, watawa, ameua na kuwachafua. Ya mambo naambia alijiteka, sijui ana madeni, sijui ana wapenzi, sijui ana nini. Sawa, ni mwanadamu ndani. Sasa kwa nini unawaua wote? Mapadri wako 1000 kama Tanzania, mapadri wako karibu 3000. Sasa kama Padri Kitima hafai, sasa simshirikie Kitima tu, mchukueni peleka ndani huko, mwekeni ndani, mumuondoe. Sema tutaanza kuwashughulikia, tuondoe mapadri wabaya, alafu tuseme sasa nyinyi ndio sasa mnaanza kuweka na mapadri. Sasa serikali inaanza kuchagua padri mzuri na padri sio mzuri. Kwa hivi napenda kusema kwamba kanisa tutaendelea kusimamia ukweli, ukubalike usikubalike, tutaendelea. Lakini tunachoomba, Tanzania tulikuwa wakweli. Tanzania tulikuwa wakweli. Kwenye mambo ya siasa tulikuwa wakweli mpaka 2015. Baada ya pale, Watanzania tunaishi kwenye uongo kisiasa, na tusipouacha uongo tunaharibu taifa, tunaharibu nchi. Hakuna mtu asiyependa kujitawala. Ibara ya 8, kila mtu anataka kujitawala na kutawala nchi hii, na ana haki ya kuonyesha hiyo nia kutawala, apewe ridhaa na wenzake. Unapowazuia watu kutawala kwa ujanja, kwa uonevu, unaleta matatizo. Hilo lazima tuliweke baya. Sasa hayo yasiposhughulikiwa, tutaweza tukaweka walinzi hata kwa kila mtaa, inaweza kufanya kazi, watu wasi nani. Lakini tatizo usipolitatua kwenye ukweli, bado unajenga tatizo kubwa zaidi. Faza, umezungumza Mkatoliki mzee Bwana Adolf Hitler, umeniongezea swali hapa kuhusiana. Ndio alikuwa Mkatoliki. Hitler Mkatoliki mzuri kutoka
toka sehemu sasa hivi ni Austria, lakini wakati ule Austria na Ujerumani sehemu ile alikotoka ilikuwa vinaenda. Unasema wakati Hitler alikuwa madarakani alikuwa anawakandamiza hadi Wakatoliki wenzake. Aliwashughulikia sababu kanisa lilikuwa na nguvu, aliwashughulikia Wakatoliki pasavyo na kwa kuwaua tu, sio na kanisa lilisimama kukataa uonevu. Lilisimama na kusema, kwa sababu kuna narrative inatengenezwa kwamba kanisa Katoliki lenyewe linajiona kama ni kanisa bora, ni kanisa lenye nguvu. Kwa hiyo inapotokea viongozi kwenye mataifa mbalimbali ambao aidha hawataki kuendana, yani wanaonesha kulinyima interest za kanisa Katoliki, hapo linageuka kuwa mwiba kwa serikali hizo. Sisi tuna interest gani katika kusimamia ukweli kama sio kumwakilisha Mungu? Tunaposimamia ukweli, Mungu ni ukweli. Mungu ni ukweli. Mungu ni ukweli. Ni neno, ni uhai, ni uzima. Ametumba sisi kwa sura na mfano wake. Sasa tunapoelezea juu ya ukweli, tunatafuta maslahi yetu yepi? Kwa mfano, nashukuru umetaja hili. Sisi tulianzisha ile inaitwa tume ya huduma za kijamii, CSSC, Commission for Social Services, Christian Social Service Commission, inaitwa CSSC. Tumeingia mkataba na serikali kwa sababu Wakristo wenzetu wa Ujerumani, Wakatoliki na Waluteri, wakati ule hali imekuwa mbaya ya uchumi ya nchi hii mwaka 92, wakasema ili tuweze kuwasaidia na sisi tunatoa, sisi huku Ujerumani serikali yetu inatupatia hela kama Wakatoliki na Waluteri ili tuwaletee ninyi, lakini serikali yetu inataka kuona hizo huduma za kijamii ambazo Watanzania watazipewa na Wakatoliki na Waluteri na Waprotestanti wote zitawasaidia Watanzania wote, sio kusaidia madhehebu haya mawili. Wekeni mkataba. Ndicho tulichoweka mkataba, na hela zinaletwa na Mjerumani. Hatupewi hela na serikali. Serikali mpaka sasa inatupa msamaha wa kodi tu, nako ni makubaliano tangu tupate uhuru. Serikali nchi hii ilipopata uhuru, taasisi zilizokuwa nyingi, shule na hospitali, zilikuwa za makanisa. Mwaka 69 Nyerere akasema, wameanza kujadiliana 67 mpaka 69. Nyerere akasema hatuna shule, Mwingereza hajajenga shule za kutosha, mkoloni hajajengea shule za kutosha. Nyinyi wa misionari, hizi shule zenu ni nyingi. Sisi hatuna uwezo kujenga shule zote hizi. Kama sisi kanisa Katoliki tulinyang'anywa na serikali kwa sababu hatukufidiwa. Tunashukuru sasa hivi wanaturudishia tukitaka. Zingine tumeshaacha ni kwa ajili ya huduma zetu. Shule 1300 plus kuchukua kuanzia wakati ule, kuanzia za kichekechea, msingi, sekondari na kuendelea. 1300. Serikali ilikuwa na shule hazifiki hata 100 wakati ule. Wakati wa Nyerere tunapata uhuru. Katoliki mwenzenu ndio alitunyang'anya kwa kujadiliana, kwa kuomba. Mwaka 69 tukasema basi chukua, ila tukamwambia hospitali hapana, naye akasema hospitali sitawanyang'anya, ila nitakuwa nawapa madaktari mkiwa mnahitaji na manesi, nitakuwa nawasamehe na kodi. Tunaita kodi. Kwa mfano unanunua dawa, baada ya kulipa ile 18% tunasamehewa, lakini mtoe huduma bila ubaguzi. Hata kama mnatoza gharama, basi mtoze, lakini hakikumbukeni kwamba mimi pia nina vipaumbele vyangu. Kama sasa hivi tunaambiwa tumtibu mzee, mama na mtoto bila kuchaji, tunafanya. Sasa mtu anaposema maslahi yetu yameguswa, maslahi yetu kuguswa kumhudumia mgonjwa yeyote bila, ukienda hospitali yoyote ya Tanzania unaulizwa wewe ni ya kanisa, unaulizwa wewe ni wa dhehebu gani? Mashule unapopeleka mtoto wako, ni kweli shule za sasa sababu baada ya quality na nini, shule serikali imejenga shule za kutosha, shule sisi tumeweka ili zijiendeshe. Sasa tunaweka ada iko hivyo, lakini tunatoa pia na scholarship hapa na pale. Kwa hivi kanisa Katoliki linaposimamia vitu halitafuti masilahi ya Kikatoliki, linatafuta ustawi wa watu, ila wasioelewa na wenye nia mbaya na kanisa ndio wanadhani hivyo kwamba sisi tunasigana.
Hitler alikuwa anasigana, anambia bwana, utawala wa kiimla Ujerumani haufai. Sisi kama Wakristo, Ujerumani imegawanyika wakati ule wa Hitler, imegawanyika katika madhehebu makubwa mawili, Wakatoliki na Waluteri. Sisi kama Wakristo tungependa kuona mambo yafuatayo kwenye utawala wako: heshima ya utu wa mtu na haki zake za msingi ziwepo, ustawi wa watu uwepo, mshikamano wa watu uwepo, ushiriki wa watu katika kujitawala na vyombo vya chini viheshimike viwepo. Hitler anasema hapana, mimi ndio naamrisha. Hawa Wayahudi mliowakaribisha hawa hatuwataki. Kaambia hapana, ni binadamu baba, waache. Dhambi ya ubaguzi ni mbaya. Tuliona aliyotokea kwa Hitler kuwashughulikia Wayahudi. Matokeo yake kageuka ikawa vita vya kidunia sasa. Yesu mlitaka kuniua mimi, lakini matokeo yake sasa hivi tunauana nchi nzima kwa kuto kusikiliza tu. Tungesikiliza aliyoongelewa na viongozi wa dini zote tarehe 30 mwezi wa 4, nchi ingefika hapa ilipo. Sasa baba, kinachozungumzwa na ambacho bila shaka ndio kinachopewa kipaumbele kwa sasa, maridhiano. Nafikiri ni wakati sahihi. Huwezi kuongelea maridhiano kabla hujakiri. Alafu naridhiana na nani? Maridhiano wananchi na serikali. Serikali ni chombo cha wananchi. Swala ni watu kukaa chini kusema hali hii iliyotokea ili sijirudie, kitu gani kifanyike? Ajenda ya maridhiano baada ya watu kukiri ukweli ndio watakuja. Sasa tumefikaje hapa? Ndio hatua ya pili. Hatua ya kwanza tukiri ukweli kwamba watu, na serikali ikiri, watu waliuawa kwa risasi za moto na wengine walifuata kwenda kuuawa kwenye miji yao au kwa wazazi wao. Kuna kijiji kimoja huko ukienda kinaitwa Ndaga huko Mbarali kule, kafuatilia uone yaliyotokea huko. Unajua, sijui kama mnajua kanisa Katoliki tulivyokaa. Kanisa Katoliki tuna kitu tunakiita jumuiya ndogo ndogo. Kila familia iwe ya Mkatoliki sio ya Mkatoliki iko kwenye jumuiya ndogo ndogo fulani. Kwa hiyo nilikuwa namuuliza mwandishi wa habari mmoja hapa, akaniambia mimi sio Mkatoliki, mimi ni Msabato, lakini tumepanga kwenye nyumba moja, kwenye nyumba kadhaa kwenye eneo lile. Tulipopanga, ikifika siku fulani unaona viti vinatolewa, asubuhi watu wanasali, wanasoma neno la Mungu, wanaelezana na mambo yao, wanaendelea. Kuna Waislamu, kwa hiyo kila familia nchi hii, sisi wa Katoliki iko kwenye jumuiya ndogo ndogo. Na ndipo hapo tunapopaswa kuonyeshana ukarimu kati yetu, kusaidiana bila kujali itikadi ya dini ya nani na nini. Kwa hivi katika kuonesha hilo naloliita maridhiano, lazima kwanza tukiri watu waliuawa na risasi za moto na nani. Swali hilo likija jibiwa, ndio hapo tutahitaji sasa tume huru ya uchunguzi ambayo haihusiki na anayeshukiwa kwamba alihusika kuua. Kwa hiyo tume inafuata baada ya kukiri. Ndiyo, ilipaswa kuwa hivyo. Ilipaswa kuwa hivyo. Haijafanyika hivyo, ilipaswa kuwa hivyo. Baada ya tume tunafuata haya maoni, lakini iwe tume huru. Maaskofu wetu wameeleza tume inapaswa kuundwaje. Na wamesema tume hii ihusishe asasi mbalimbali za kiraia, kwa sababu walioandamana na kuuawa sio kundi la watu wa aina fulani, sio wanachama wa chama fulani. Wameuawa vijana wa vyama vingi mbalimbali, wameuawa ambao hawana vyama. Mbaya zaidi, waliouawa wengi ni vijana. Waliouawa wengi ni vijana, hilo mlikumbuke. Waliouawa wengi ni vijana. Tusipokiri hicho, tutakuwa tunawakosea sana vijana wa nchi hii. Lazima kukiri hicho. Baada ya kukiri, tumefikaje hapa? Katika kuuliza tumefikaje hapa, lazima ije sasa tume huru ili tuambie jamani, haya yalikuwa hivi. Kwa hiyo nahitajika watu wachague kwa uhuru wao wenyewe, sio kuchaguliwa. Watachunguzwa na hawa wafuatao. Unaochunguza hawa wafuatao, wewe mwenyewe kuna ndugu yako au kuna nani ameuawa, utachagua, utajipendelea?
Kama aliua ndugu yako kaweka mtu wako sema kwa kweli aliyemuua ndugu yako ni fulani. Si unajua falsafa ya Waafrika na uchawi. Si lazima iundwe na mtu na chombo ambacho ni iundwe na mtu, lakini lazima iwepo utaratibu wa kumchagua, kuwachagua hao watu. Tumesema tume huru. Nchi haijaanza leo kuishi baba. Nyakati za Nyerere zilikuwa tume zilikuja hapa, yanakuja mashirika ya kimataifa makubwa. Alipouawa Father Evariste Mushi, aliyetusaidia kugundua aliyeuawa ni nani? Alikuwa ni Mtanzania, Zanzibar hapa mwaka 2012. Sasa hivi vitu sio kama vimeanza leo, labda nyinyi kwa sababu bado mko wadogo hamjui. Wakati wa Nyerere zilikuwa zinakuja tume hapa zinaitwa Leta Scotland Yard, sijui leta sijui nini, sijui nini. Itokea kuchomwa majengo hapo sijui akaleta tume gani, sijui vyote vile. Ukisema vyombo vya nje ndio linakuja. Sio la nje tu. Wa ndani na wa nje wachanganyikane. Watu ambao hawana dalili za kuficha ukweli, warudi kwenye ukweli ambao tuliutamka. Unataka kuuliza swali? Kumekuwa na kanganyiko hapa kwenye tume. Wanaoipinga hii tume wanasema kwanza ni tume imeundwa na watu ambao wanatumiwa kwa watawala. Lakini kwa upande wa watawala wanasema hii ni nchi huru. Hatujafikia hatua ya kushindwa kumanage mambo yetu mpaka tuseme tunakuja kuchunguzwa na watu wa nje. Tunafikaje kwa pamoja hapa haya makundi yote yanafika? Waliouawa kimkakati ni raia. Na wameuawa na risasi za moto. Sijui unajua Tanzania risasi zinaagizwa na nani? Unajua anayeuza risasi Tanzania? Tofauti na nchi zingine, risasi zinunuliwi dukani kama kalamu. Risasi zinauzwa kwa utaratibu maalum. Anayeuza risasi ni nani Tanzania? Anayeuza bunduki Tanzania ni nani? Anayempa mtu leseni ya kumiliki bunduki ni nani nchi? Sasa huyo anayeuza bunduki, anayeuza risasi, kwa nini huyo aliyeuawa asiseme kwa sababu nimeuawa kwa kutumia risasi? Naomba anayechunguza. Hatujasema viongozi, maaskofu wetu wamesema na viongozi wa serikali kwa upande mwingine wawepo, lakini wawepo na wa upande wa raia. Na raia amesema kwa sasa tulivyo na kwa uzoefu kwamba tumekuwa tukidanganywa na serikali. Tuna uzoefu, tulidanganywa kura zitaibiwa, zimeendelea kuibiwa. Tumedanganywa watu watatangazwa ambao hawajashinda kwenye uchaguzi. Maandamano tumesema katika kimoja kilichosababisha maandamano ni ukosefu wa uchaguzi ulio wa haki. Sasa wananchi sasa watakapokuja, hiki ndio kimefanya vijana waende mtaani. Labda sio hicho. Kuna kitu gani kingine? Basi na wainje waje waungane na hii ya serikali. Kwa nini waweka wa ndani peke yao? Wametajwa wa nje ndio. Hawa sijui Commonwealth na nini. Anawekwa mtu ambaye na yeye na maslahi haaminiki sana. Sasa hivi vitu lazima wawekwe na watu wa ndani ambao raia wanaambiwa, na raia na ninyi leteni. Raia utawapambanuaje? Watu milioni 70 utawapataje? Tungekuwa labda na bunge ambalo ni la vyama vingi. Bunge sasa hivi ni kamati ya chama kimoja. Na yenyewe sasa utapataje sasa watu wa kukufanyia? Zamani kama bunge lingekuwa huru ndio ungesema, kama tungekuwa na bunge la vyama, bunge ambalo limechaguliwa na wananchi wenyewe, ndio ungesema wabunge ndio wachague hiyo kamati. Na tulishaona kamati za namna hiyo. Kamati zilizochunguza mambo ya escrow, mambo ya Richmond, mambo ya nini, sisi zilikubalika kwa sababu zilichaguliwa na wabunge. Na wakati ule wabunge walikuwa wanatoka kwenye vyama vyote, wanachaguliwa na wananchi wenyewe. Sasa unapokuwa na bunge ambalo limeingizwa kimkakati, tuliona walichofanya bunge kuhusu kupitisha mkataba wa bandari. Wananchi wataki, wamepitisha. KIA imepitishwa, mwendo kasi imepitishwa. Sasa hivi tunasubiri na vingine viendelee kupitishwa. Sasa utasema hii bunge hili ni bunge la wananchi? Bunge la wananchi ni lile linalosikia mwaka fulani wakati wa binafsishaji wananchi wakaongea lugha chafu, sema nchi inabinafsisha kila kitu. Nakumbuka hata baba wa taifa lalamika jinsi NBC ilivyo binafsishwa. Wananchi wakalalamika, wasema sasa wamebinafsisha kila kitu, inabaki waje wabinafsishe watu wa aina hii. Maaskofu wetu waliposikia walimuita Mkapa hapa kwenye baraza hapa,
Unasikia wananchi wanavyolalamika Mheshimiwa Rais awamu yake ya pili. Sema ndio. Ilikuwa kubinafsisha shirika la ndege la ATC. Ilikuwa linabinafsishwa kuchukuliwa na kampuni ya shirika la ndege la Afrika Kusini. Asema maaskofu, shirika hili ni hasara tupu sasa hivi, ili lifanye biashara, naomba tulibinafsishe. Maaskofu akamwambia, baba, wananchi wamekataa, ni shirika lao, acha. Akasema naacha na litakufa. Wakamwambia wacha life, kwa sababu wananchi wenyewe wamejiamulia, ni kitu chao. Shirika la ndege si lilibaki jina na madeni kibao mpaka likaja kufufuliwa na serikali ya awamu ya 5. Kwa hivi wananchi wakishirikishwa wenyewe wanafanya maamuzi vizuri zaidi, lakini kigezo lazima wasimame kwenye ukweli. Baba, vijana wana hasira na vijana wana maumivu na vijana wana changamoto. Ujumbe wako kwa vijana wa nchi? Mimi nachosema kwa vijana, wasikate tamaa. Wasikate tamaa. Sasa hivi vijana wasimame kwenye ukweli kwa kuongea. Na sisi kama taasisi ambazo hazina malengo ya kutawala, yani ya kufanya kazi kama serikali, tuwasikilize na kuwasaidia vijana kwa kuwapa ushauri unaofaa ili waweze kufikia ufumbuzi wa matatizo yao. Huwezi kuwa kila mwaka Mungu amekupa baraka ya vijana zaidi wanaofikisha miaka 18, kwa mwaka vijana zaidi ya 2 milioni. Huo ni utajiri. Nchi duniani sasa hivi zinatafuta watu, raia. Mataifa mengi sasa hivi yanasema nchi tajiri ni zile zenye watu. Na unakuwa tajiri zaidi unapowawezesha vijana wako kuunda utajiri wa nchi yao. Kuna nchi ndogo ndogo ziko hapa jirani zimewekeza kwa vijana wao, pamoja na uchumi kuwa mgumu na kutokuwa na rasilimali, lakini kwa sababu kuna utaratibu mzuri huwezi kusikia wale vijana sawa, unaona kuta kisiasa kweli hawako huru, lakini kwa sababu umasikini unaowagusa vijana umetengenezewa utaratibu wa kumalizwa, na huoni watu wanaopendelewa, na huoni watu wanaofaidi nchi kuliko vijana. Sasa hivi tunapofaidi sisi tu ndio tuna mahela, vijana wana chochote. Lakini ndio vijana wanataka ndoto zao za kujijenga kiuchumi, wameshindwa kuzifikia. Hivi unajua, ukifanya, sio kama umefanya utafiti, kwa nini maandamano yalianzia Sinza? Umefanya utafiti, kwa nini maandamano yalianzia Sinza? Kwa nini maandamano yalianzia kwa TikTok? Mimi niko kwenye WhatsApp tu, mengine siyajui. Kwa nini maandamano yalianzia pale Sinza? Unaambiwa katika maeneo yale ndio utakuta vijana wasomi wote, ndio ana bodaboda, ana degree mpaka masters. Nimeenda mahali fulani kuta jamaa na masters, ana familia, amesomea elimu, amekosa kazi, anafanya kazi ya kubeba matofali na zege. Siwezi kuomba, siwezi kurudi kijijini, nimeamua kukaa mjini, nafanya kazi ya kujenga, sijasomea ufundi, na hata nikisomea huenda sina vipaji vile vya ufundi washi. Basi mimi nitabeba zege. Kwa sababu kubeba zege kwa siku 15,000 mpaka 20. Kwa mwisho wa mwezi ana laki zake 3-4, maisha yanaenda, anatunza familia yake. Kwa hivi vijana, msikate tamaa. Rudisheni moyo katika kuzungumza na serikali ili mtawale nchi yenu, na hakikisheni mfumo wa uchaguzi ulio wa haki unarudi. Hakikisheni uchaguzi ulio wa haki unarudi. Mtapata viongozi wazuri zaidi na mtatatua matatizo yenu, sababu nyinyi wenyewe vijana mtakuwa sehemu ya utawala wa nchi. Nchi za Ulaya ziliwapuuza vijana, ni wachache. Sasa hivi ukienda kila nchi Ulaya kuna vyama vimeanzishwa kwa ajili ya vijana. Juzi niliitwa na bunge la Umoja wa Nchi za Ulaya. Nilikuwa Brussels juzi. Hata waziri mkuu alinipigia simu, nilikuwa kule. Wameamua kufuta mikopo. Nikamwambia jamani, mnapofuta mikopo mnatuua sisi. Mbunge mmoja anayesimamia vijana wa nchi ya Ujerumani anasema sisi tumeamua hatutafuta mikopo itakayogusa uwekezaji wa vijana wetu nchini kwenu, ili vijana wetu na vijana wenu washikamane. Nikamwambia bado
tunaomba msifute mikopo inayohusu sekta ya afya na elimu, hasa elimu ya chini ya msingi na sekondari, msifute. Wakakubali. Nchi zingine zimekubali. Nchi kama Uingereza wamekubali, wamesema wenyewe hawatafuta afya, elimu, mazingira na maafa. Sema tukifuta misaada yote, ikitokea tetemeko watu wakafa, mafuriko, nani atakayewasaidia? Sema si atufuti mimi. Balozi ameongea. Kila nchi imetaja. Lakini kweli misaada mingine na mikopo mingine inaondolewa. Lakini inaondolewa kwa nini? Sasa hatujawasikiliza vijana. Tumewapuuza vijana, tumepuuza ukweli wa viongozi wa dini, tumepuuza ukweli wa raia, ndio tumefika hapo. Unasema ulikuwa Brussels, hali ya Tanzania uko nje. Hali yetu ni mbaya kwa sababu Waafrika wenzetu walioko kule sema hata Tanzania kweli imefika hapa. Mwezi wa pili mwaka huu tarehe 24 hadi 27 maaskofu hapa walifikiwa na kamati maalum ya maaskofu kutoka Kongo, DRC, Rwanda na Burundi kuja hapa kwa siku 24 mpaka 27 kujadiliana namna gani kurejesha amani na utawala wa watu katika Kongo ya Mashariki. Wamejadiliana hapa. Wanaomba baraza la maaskofu liwasaidie kuonana na rais wetu. Na rais wetu akakubali, ila alikuwa safarini Tanga, akampa makamu wake. Makamu akaupokea, akawaambia tutawasaidia. Sasa wanasema nyinyi, wanauliza sasa hivi wajuzi na wanapiga simu kila siku. Si unajua DRC, Rwanda, Burundi tuko ndugu. Sema na ninyi tena sasa tutaenda kwa nani? Haiba ile tunaita reputation ya Tanzania kidunia imeharibika mno. Mno. Tunahangaika kuisafisha. Tunasema tumekosea, tutajisaisha. Lakini ndio jisaishaje wakati tumeweka uongo mbele? Unasema nitafanya hivi alafu ufanye. Nitafanya hivi ufanye. Alafu na wahujumu ambao wanataka kuleta mfano kwenye uchaguzi, unahujumu ushindani. Hakuna uchaguzi bila ushindani. Vijana wanapenda kushindana. Vijana wana creativity, wana ubunifu. Unachagua kundi la vijana moja, unaliinua moja, lingine unaliacha. Tumekubali nchi ya vyama vingi, demokrasia ya vyama vingi. Kama tunataka demokrasia ya chama kimoja, turudi nchi za demokrasia ya chama kimoja kama China. Watu wanaenda vizuri sana. China mwaka 1989 waliua vijana kama tulivyoua sisi juzi. Tiananmen Square waliuawa mamia ya vijana, kwa sababu walikuwa vijana wana critical thinking. Ni vijana ambao hawadanganyiki siku hizi, ni vijana waelewa wa vitu, wanahoji, na wakihoji wataki kudanganywa, wanataka ukweli. Na ukiongea uongo nakwambia mbona jana ulisema hivi hivi, leo nitakuaminije? Kwa hiyo vijana kwa kweli tuseme kwamba watarejesha heshima ya nchi yetu, wataijenga upya nchi yetu. Ni vijana wataijenga upya nchi yetu, tuwasikilize, twende nao. Na vijana wasikate tamaa, wasikate tamaa. Tukae tuongee na tuwasikilize na tufanye wanayoyataka. Vijana wameambiwa, wameashwa wawe wavumilivu. Hata swala sio uvumilivu, swala sio kuvumilia. Wewe mtu unamnyima haki yake leo alafu unamwambia avumilie. Mwambie kuanzia kesho hakuna atakayetekwa. Iweni huru vijana, fanya shughuli zako kwa uhuru. Ukiwa na issue, vyombo vya habari vipo, ongea kwenye vyombo vya habari, usiende kuongelea nje wala kuongea kwenye social media tu. Ongea katika hivi. Wape uhuru vijana kuongea. Maadili ya uandishi wa habari yapo, wape vyombo vya habari vifanye kazi. Kwenye vyuo vikuu sasa hivi huwezi kuendesha midahalo kama ilivyokuwa zamani. Zamani sisi tulishazoea. Chuo kikuu cha Dar es Salaam ndio kuna brain of the country. Watu ambao wana upeo mpana wa mambo. Kwa kila Jumamosi kuna kongamano kubwa linarushwa na wakati ule ITV masaa 3. Jumamosi wote wamekaa wanaangalia mdahalo kuhusu uchumi, kuhusu madini. Mimi mwenyewe nilikuwa nashughulika kuhusu mambo ya natural resource. Tumeongea sana mpaka ikaja sheria ya makinikia, tulitokea huko. Na aliko pale chuo kikuu cha Dar es Salaam, nakumbuka kuna siku tumealikwa pale
nimetoa maada mimi, ametoa maada mtaalamu mwingine, tukaongea pale. Lakini midahalo hiyo iliisha. Na mdahalo wa mwisho nakumbuka kufanya chuo kikuu, tulipoitwa mara ya mwisho, tulifanya na Magufuli, ambapo nimwambia mheshimiwa, kwa nini kila mtu anatumbua? Nilimuuliza swali Magufuli kwenye mdahalo ule wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Wakati ule kila mkuu wa wilaya fulani anatumbua, mkuu wa mkoa fulani anatumbua. Tukasema tungeona mambo atumbue walau mmoja basi. Sasa kila mtu anatumbua, mbona ni vurugu? Asema basi tumepokea swala lako faza, tutafanyia kazi na hivi na hivi. Lakini vijana pale waliokuepo walisikia, walijifunza. Midahalo vyuo vikuu inayohoji masuala ya nchi, inayohoji vitu ambavyo ni kero za wananchi haipo. Media hazipo. Kuwa vyombo vya habari ni hatari sana. Mbaya zaidi, kutokuwa chini ya sheria. Utawala wa sheria nchi hii sasa hivi haupo. Watu wangejua kuna utawala wa sheria, hakuna kuonewa. Tumeona watu wanavyofanyiwa figisu, vyama vinafanyiwa figisu ya kufutwa, wengine wanatekwa, wanadanganya na kwa mtu. Sasa unajiuliza, hii vijana wanakata tamaa. Weka mazingira kama yalivyokuwa 2015 ya kisiasa kurudi nyuma. Kama tuliamua vyama vingi kuanzia 1994 95 uchaguzi mpaka 2015, tulia mazingira. Haukuwa mkamilifu, haukuwa mzuri. Tumeanza na vyama vingi mwaka 95 uchaguzi, upinzani umepata viti bungeni, wamekuwa na wabunge 23. Mwaka unaofuata 26. Mwaka unaofuata 41. Mwaka unaofuata 2010 84. Mwaka unaofuata 2015 112. 2020 wabunge 8. Kitu gani? Ukiacha wale mnaoita wa COVID wa vitu gani? Ukiwacha hao ambao tujua waliingizwaje na wenyewe. Faza, vijana wamefikia hatua ya kukata tamaa kiasi kwamba wanahitaji kuchoma nchi. Sasa kwenye kuto kusikiliza, kuna yupo atakayetumia akili aonyeshe vipi mawazo yake, hisia zake, na kuna mwingine atakayetoka nje ya utawala wa sheria. Kukiwa na utawala wa sheria mzuri, tumeshawahi kuona maandamano ya amani na utulivu yalikuwepo. Maandamano ya Chadema ya mwaka jana si yalifanyika nchi nzima? Ulisikia kuna jengo limechomwa? Maandamano sio yalikwenda kuchukua fomu nani wakati ule? Lowassa. Maandamano kupokelewa Tundu Lissu alipokuja kugombea 2020 ilikuwa na ngapi? Na 20. Wakati tunamwaga mzee Mkapa pale stadium. Si alienda kwa amani, wala hakuna kilichochomwa. Kwa nini watu waanze na kuchoma? Kwa nini? Lazima kujiuliza. Na kwa nini vitu vimechomwa? Na angalia Watanzania hawana taarifa. Wanachoma hii chupa wakizani chupa hii ni ya Fadha Kitima. Kumbe hii chupa nimepewa na Marwa. Taarifa sahihi hazipo pia. Kwa sababu vyombo havitoi taarifa. Alafu watu wana chuki na nani? Swala sio chuki na mtu fulani au chuki na taasisi fulani. Turudi tutatue matatizo, nchi iendeshwe kwa kutumia taasisi na mifumo. Nchi isiendeshwe na mtu. Nishasema nchi hii ni ya Watanzania milioni 70 na kuendelea. Vizazi vilivyopita na vilivyopo na vijavyo ni nchi yao. Sasa mtu anapoanza kuonyesha yeye ndio nchi, tunapokupa kitu kikalie kama mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji, tunakupa na majukumu yako. Ya heshima yale majukumu tuliyokupa. Hapo tutajua wewe sasa tumekukabidhi. Na hapo ndio tunasema utawala wa sheria unachukua kazi ndani yake. Na vijana wakiona mwenyekiti wa kijiji na kitongoji anafanya kazi vizuri kwa kufuata sheria, hata kama ni kwa maumivu, hata tii na si tii, ukimchukulia hatua unampeleka, anasema kwa kweli yule alikosea, na wenzake wanasema. Kama wanaona sheria inabana sana, watatoa mapendekezo kupitia wabunge waliowachagua. Sasa kama hawana wabunge waliowatuma wao bungeni, wanategemea nini? Wanaowekewa wabunge. Kwa sababu Tanzania sasa hivi hamna election, kuna selection. Sio kama unaelewa hiyo. Hakuna election. Utamaduni wa election ulishakufa. Sasa hivi tuna utamaduni wa selection. Haya mambo yote, matatizo yote haya yanayotokea yanamwangukia kiongozi mkuu wa nchi, kwa sababu tu yeye ndio mwenye mamlaka. Wewe ukipewa nafasi
ya kushauri kiongozi mkuu ambaye kikatiba ndio hata wewe anapaswa kukulinda? Maneno yako ni hii kitu sio kipya Tanzania. Fuata historia ya Nyerere, yalitokea mauaji huko maeneo ya Shinyanga wapi. Mwenye dhamana yaliyotokea yupo, awajibike na msaidizi wake na wa chini yake, na wale wakiwajibika wataponya nchi na watarudisha heshima kimataifa. Lakini kuwajibika kwa mtu wa chini kama huyu wa juu hataki kukiri ukweli ni tatizo. Hutaki kukiri ukweli na hutaki kusema watu waliuawa kwa risasi za moto. Huyu aliyeuawa kwa risasi za moto atajiuzulu kwa kigezo gani? Tukiri. Alafu ndio walipoingia bungeni, vijana walifanya vurugu sana Kenya. Waliingia bungeni pale, fanya vurugu na kuharibu mambo, kuharibu nani, mali ziliharibiwa. Na maandamano yote yana hayo matokeo yote ambayo nyinyi mnasema mali zimeharibiwa nini. Uhai una maana kuliko mali hizo. Alichofanya rais wa Kenya nini? Alivunja baraza la mawaziri. Alivunja hiyo, naita cabinet, alivunja. Vijana wasema haitoshi, wakaendelea. Lakini alipojiondoa madarakani kwa hiari yake, mmoja wa watendaji anayeshughulika na polisi, maandamano yalichukua utamaduni tofauti, na mpaka sasa unaona mazungumzano. Na ndipo rais wa nchi ile akaanza mazungumzo na vijana, anawaambia jamani, mnaniambia nitoke, niko tayari kutoka, nipeni basi mwenzenu nimwachie ofisi. Wakasema tuachie sisi sote. Akamwambia haipo huo taratibu, lazima muwe au kwenye chama au kwenye, hapana, tuachie sisi. Na wale kule wakasema hatuna imani na vyama, tutaki. Sasa ambia basi mkajipange, nitawaachia. Mpaka leo bado wanajipanga. Context yetu hii sasa iko. Context yetu ni hiyo hiyo. Watu maaskofu wetu wameshasema watu wafanye maamuzi kujiuzuru. Na sio mara ya kwanza. Nimesema Tanzania ilishatokea. Aliuawa mwandishi wa habari anaitwa Mwangosi Iringa. Rais alistamka aliyeua lazima patikane. Akapatikana, apelekwe mahakamani. Akapelekwa. Uliona wananchi waliendelea kumlalamikia rais wa nchi. Kikwete huyu yuko hai, muulize hapo. Kudhibiti vurugu au maandamano. Wananchi wa Mbeya walileta vurugu kwenye soko fulani, kama mtakumbuka. Halmashauri wale mgambo wakaenda wakashindwa. Polisi wakaenda wakashindwa. Vijana sijui wa Suma sijui JKT wakashindwa. Wakaenda wanajeshi. Lakini aliwaambiaje Kikwete? Nisione damu ya mtu. Kikwete huyu hapa, muulize. Na nilisikia hiyo, na hakuna mtu aliyekufa. Zile vurugu, migomo ya kwenye soko iliisha na tatizo lilitatulika. Ni wazi ilitumika nguvu ya jeshi. Lakini hakuna aliyeuawa pale. Wala uko uwazi ambao tunajua hiyo. Lakini rais alitoa oda, nisione damu ikimwagika pale. Alitoa rais. Kwa hiyo hapa maaskofu wetu wamesema wawajibike wenyewe au wawajibishwe na walio juu yao. Sijasema vyombo vya ulinzi na usalama, waliohusika na mauaji, waliohusika kuua. Kwa sababu kuua kwa kutumia risasi za moto, kama ni wale waliokuwa nazuia maandamano, ambayo maandamano si uhalifu. Maandamano si uhalifu. Mtu anaruhusiwa kuonyesha hisia zake kwa kuandamana pia. Maandamano si uhalifu. Maaskofu wamesema kwa sababu maandamano si uhalifu na wameuawa watu kwa kutumia risasi za moto, wawajibike. Wawajibike. Sasa kwa sababu hatuna utamaduni wa watu kuwa wa kweli, utamaduni wa kukiri, utamaduni wa kutubu katika kuwakosea raia wanyonge, hatuna huo utamaduni.
ni kumnyanyasa mnyonge mpaka ajifie mwenyewe. Ndio utamaduni tunaojenga sasa hivi, ambao ni hatari. Mnyonge baba ana namna ya kujitetea. Maaskofu wetu wametamka pale, na hakuna mahali ambapo risasi imewahi kutatua matatizo kwenye nchi yoyote ile, haipo. Watu wako milioni 70, utaua hata milioni 3, milioni 4, lakini mwisho wa siku hutawashinda unaowaua. Asante baba kwa kufikia kwanza. Labda nichongeze tu kwa swali la kuzimwa kwa mitandao wakati huu ambao tulikuwa tayari tumepokea taarifa ya jeshi la polisi kuzuia watu kutoka nje. Maamuzi yake yalikuwa ni yapi kwenye kipengele hiki? Ni wazi kwenye kuzimwa kwa mitandao, kwa sababu ndio njia pekee inayotumika sasa hivi ya mawasiliano. Hata ukiona kilichotokea tarehe 29, sisi wengine hatukuamini kabisa, kwa sababu tulikuwa tuoni watu wakikaa wakipanga maandamano. Sasa unajiuliza walijitayarishaje hivi? Kwa hiyo wakagundua kwamba mitandao imewezesha kwa kiwango kikubwa kufanya maandamano yafanyike. Na ukiuliza unaambiwa ilianza TikTok mkoa fulani, ikatiki mkoa fulani, baadaye nchi nzima ikalipuka. Sasa kuzima kwa mtandao nadhani ni kati ya mikakati ambayo vyombo vya ulinzi labda viliona ni muhimu ili kudhibiti mawasiliano yanayoweza kusababisha maandamano labda yapanuke au yaendelee na nini. Sasa hizo vyombo vya usalama, vyombo vinavyohusika na usalama ndio jukumu lao. Kutoka nje kama lengo lilikuwa ili watu wasiandamane, na kwa sababu maandamano tayari yalishaonyesha madhara mabaya tarehe 29, nadhani na yenyewe ilikuwa na uhalali kwa siku hiyo na kwa siku kadhaa. Lakini angalia, watu walikuwa wameamua kukaa ndani, wakawa wanafuatwa tarehe 31, 30 wanapigwa risasi. Watu wanaenda kuwindwa kijiji, mfano nimekuambia kijiji kinaitwa Ndaga Mbeya kule, ukaulizie huko. Mtoto ameenda kukuta vijana wako 3 ndani ya nyumba, wakapigwa risasi wote 3 ndani ya nyumba. Kwani usiwakamate wafunge kamba? Sasa kusema watu wasitoke ilikuwa kama kudhibiti wasiendelee kuuawa, wasiendelee na uharibifu, tungeona. Lakini tulishangaa pia watu wamekaa ndani wanauawa mitaani huko tena. Nanyi tulijiuliza sasa ilikuwa na maana gani kuambia watu wakae ndani afu mauaji yanaendelea? Lakini hilo tunaachia vyombo vya usalama, nadhani vina mbinu zao katika hali ambapo watu wamepoteza maisha wengi kiasi hicho. Nadhani mmeona maiti zilizokuwa kwenye mochwari mbalimbali. Sio kama mnaelewa kwamba Kanisa Katoliki tuna vituo, tuna huduma, unaanzia dispensary mpaka hospitali zaidi ya 400. Sio kama mnaelewa nchi hii. Kwa hiyo hayo yaliyotokea sijui Mwananyamala yaliyotokea, na sisi tunayo uzoefu tunao wa kutosha kueleza kwenye hospitali yetu hali ilikuwaje. Tulikuwa na maiti ngapi? Ilikuwa hivyo hivyo ulivyoiona huko kuliko. Mochwari zilijaa. Mochwari zilijaa. Kwenye hospitali za kanisa tulipokuwa na hospitali yetu pale zilijaa, walipopeleka maiti zilijaa. Hakuna takwimu haturuhusiwi kuhesabu kwa sababu anayehesabu ni serikali. Baada ya hapo hao maiti walichukuliwa kutoka kwenye hospitali zetu. Ni swali zuri sana. Kuna swala na tuna hali tulikataa kutoa maiti wakati sio wa kwake. Tulikataa kutoa maiti mahali fulani ambapo ndugu hawajapatikana bado. Sasa unaambiwa toeni maiti ambazo hazijatambulika. Sasa tutoaje maiti wakati watu wako kwenye shutdown? Kuna watu kuambiwa msitoke. Sasa watu watatokaje kuja kutambua? Alafu unajua tena kama vijana wa sasa hivi Dar es Salaam ina watu milioni 6, lakini ukitafuta wakazi halisi ya waliozaliwa hapa huenda wafiki milioni 3. Sasa hiyo milioni 3 nyingine si wametoka mbali huko. Sasa ndugu zao wengine hawatajuaje kwamba tunachukua ndugu yetu tunampigia simu hapatikani, hebu asija kwa wakati wale waliouawa na nini. Kuna mahali tulikataa. Nimewapa mfano ambapo namwambia ameenda polisi anasema sitaki msiwatibu hawa, tunataka kuona mochwari hawa. Hatutaki kuona hapa kwenye wodi. Tulikataa. Ila tulipokataa waliheshimu. Sasa kwenye hospitali ambayo si zetu hatujui. Baba, kwa
kuondoka kwenye context hiyo, naomba niulizie hali ya Fadhali Nikata ikoje? Afadhali Nikata anaendelea vizuri kwa afya, lakini sasa tunjuza alitekwa. Sasa juzi tena ametekwa huyu mwanafunzi wa usista, ni kutupa ujumbe. Sisi tunajua hizo ni mbinu zilitumiwa, nimemwambia ni mbinu zilitumiwa na kina Hitler kutumia kikosi kinachoitwa usiojulikana. Ni mbinu zilishatumika kabla ya vita vya pili vya dunia. Mussolini alitumia hiyo, Mkatoliki mwenzetu pia alitumia kwa miaka 21. Mussolini alifanya ya kikosi chake kwa kinaitwa Seka, CEKA. Kama ujasikia taarifa zinazozungumzwa, tuko mtaani sisi, pengine tunazipata ambazo sio sahihi sana, lakini kuna baadhi ya taarifa zinazosema hali yake huenda isirejee kama ilivyokuwa kawaida. Kuna ukweli gani katika hilo? Sisi tunachofuata kadiri ya askofu wake na kadiri ya madaktari, walau anaongea vizuri, amejitambua vizuri, na anaeleza siku ile alivyotekwa, alipuliziwa dawa tu ipap, alikuwa anaenda alikuwa anasafiri usiku unaofuata, jioni ile kwenye saa 1 na kitu anaenda kununua mikate, kwa sababu alikuwa anasafiri kutoka Songea kwenda Mwanza, na alienda jimboni kwake. Sasa yeye alitoa tafakari kule Mwanza siku ya kusali ile tuliyoweka, siku ya kusali kuombea uchaguzi wa haki, tarehe 23 mwezi wa 8 ndio aliongoza sala, na alifanya uchambuzi wa kina kwa waliokuwa kwenye ibada. Kwa nini tunasali? Usasali sababu pia kuna tatizo la usalama, wafuatao wametekwa. Akachambua wote moja moja, wale ambao wametolewa na Tanzania Law Society, ile list akachambua moja. Alikuwa amefanya utafiti, yeye ni daktari wa mambo ya waandishi wa habari. Baada hapo ndio ametokea kuja kupotea. Kwa hiyo alipuliziwa dawa ile siku, apuliziwa dawa kapoteza fahamu. Baada ya siku 10 ndio tukamkuta huko kwenye ile hali pale. Lakini tunashukuru jitihada pia za kusaidiana na serikali, ndio tunajiuliza wale wasiojulikana, ukihusisha na aliyoongea tarehe 23 na maswali ambayo tulikuwa tunaulizwa na baadhi ya watu na taarifa ambazo zimetolewa na RPC bila kumhoji yeye, kwa sababu kama alikuwa hajatekwa hizo taarifa zilitoka wapi? Pia basi mambo yako mengi, lakini basi tunamuombea Mungu amsaidie. Na wewe mwenyewe hali yako iko? Mimi hali yangu bado naendelea kupambana na hali yangu, sina tatizo. Yapo yametokea, ukishadhuriwa kudhuriwa kwenye ubongo, matatizo hayataisha mapema. Lakini nategemea Mungu ni mwema na maisha yangu ni kwa ajili ya Mungu, ameniumba kwa ajili yake na niko kwa ajili yake. Basi tuendelea kutumikia nchi yetu, uzalendo uko pale pale na sitarudi nyuma. Nilimwambia huyu mwandishi mwingine kwamba nitaongeza zaidi ujuzi, na nimeuongeza kweli kweli. Ujuzi wa kufanya kazi zangu hizi za kuongea nimeongeza kweli kweli. Ndio maana sasa hivi naweza nikawaambia scenario wasiojulikana kumbe ijaanza hapa. Zilianza mwanzoni kwa sizijui, ki baadaye nikazi hawa waliokuja kunivamia kwanza wanazima umeme, TANESCO inazima umeme ili ni wawe. Sasa hizi mbinu hizi mbona kama zina kamkakati kamepangwa hivi? Walikuja kuniona hospitali, nikataa kuongea kabisa na watu wote wanaohusika na upelelezi uchunguzi, ambaye sitaki kuongea, niache mimi, nimekuja kutibiwa. Baadaye nilikuja kuongea nao nilipotoka hospitalini. Kwa mimi naendelea vizuri, namshukuru Mungu na nitaendelea kufanya kazi kama kawaida, sitarudi nyuma. Lakini nchi tunaiharibu tusipoondoa uchafu ulioingia wa kudhani tutanyosha watu kwa kuua, tutaharibu nchi vibaya mno. Na huwezi kushindana na vijana ukashinda. Naomba hilo serikali ijue. Na mpaka sasa hivi hakuna ripoti yoyote kuhusiana na kushambuliwa kwa kusudi. Wanazo wenyewe huko, mimi sijapewa wala. Wenyewe wanayo, si serikali bado. Na labda wamewapa wakubwa zangu, mimi sina habari. Cha msingi mimi niko hai, naendelea kufanya kazi. Tunashukuru sana kwa nafasi ambayo umetupatia kwa ajili. Asante sana, nawashukuru na penda pia kuhimiza Watanzania wote. Tamko la maaskofu wetu linalenga kuponya nchi, na kuponya nchi ni kwanza na kukiri ukweli kwamba hiki kifanya, na anayepaswa kukiri ukweli kwa niaba ya Watanzania wote ni serikali.